nitumie fursa hii kukuomba, lakini pia na kukushauri usiache kuwasaidia watu. Usiache kuwasaidia watu, kwa sababu mtu mmoja uliyemsaidia akapata afya yeye, lakini afya yake ile ikawa ni sababu ya kupata riziki ya halali, akaisaidia, akaihudumia familia yake. Wallahi ujira wake kwako ni mkubwa sana. Ujira wake kwako ni mkubwa sana. Mwenyezi Mungu akulipe kheri insha Allah. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, unanifuatilia katika vipindi vyangu mbalimbali TikTok, YouTube pamoja na Facebook na Instagram kwa jumla wake. Alhamdu, leo tumepata ugeni katika maeneo haya. Ninayo shekhe wangu hapa, Shekhe Suleiman Mkovoka ametutembelea leo, na alhamdu kasema hapana, shekhe wetu huyu mkubwa kabisa, imamu mwanazuoni mkubwa, kasema hapana, leo tupate nafasi wala kutoka kwake aweze kuzungumza majambo mbalimbali. Kwa hiyo wakati huu na muda huu tunaye shekhe wetu, lakini kabla yote tuweze kumsalimia na kuweza kumkaribisha zaidi katika kipindi hiki. Shekhe, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana shekhe wangu. Wallahi leo umekuja katika jambo letu hili, alhamdu, watu wanatamani kusikia mambo makubwa kutoka kwako. Tumekuwa tumepata muda kuzungumza mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya uchawi, tumezungumza na masuala mbalimbali ya maradhi, watu wanaumwa kwa kweli, lakini alhamdu leo tumeweza kukualika, nikasema hapana, siku zote niko mwenyewe, hebu njoo shekhe wangu, leo tuzungumze majambo machache na tupate faida kutoka kwako. Kwa hiyo kwa muda huu na wakati huu, wanakuangalia, wanafuatilia pia watu wetu ambao watafuatilia katika mitandao mbalimbali, enda kuzungumza nao na jaribu wewe kufanya yale yote ambayo unatamani kuweza kuyafikisha siku ya leo inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa channel hii ya Sheikh Khalifa Ngaokola pamoja na darsa zake mbalimbali ambazo anazitoa na faida, naamini katika hili lengo ni kusaidia jamii kwa matatizo mbalimbali, maradhi, wenye mashakili ya kimashaitani na maradhi mengine yanayofanana na hayo. Na hili Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anasema, tadau ibadallah, jitibieni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ma anzala Allahu da'an, Mwenyezi Mungu hakuteremsha ugonjwa wowote duniani illa anzala lahu shifa, isipokuwa ameuteremshia tiba yake ama dawa yake. Na kwa ajili hiyo, kwa sababu ya muda wetu inshallah, mimi nikuombe sana leo kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu tuzungumzie faida ya mti mmoja, na usiyo tunauwekaje kama ni mti au ni wengine wanaita mmea, kwa sababu shina lake hauwi mti mgumu, wenyewe asili yake unakuwa kama ni kamba fulani, unaona, na mti wenyewe ni huo. Pichani watazamaji, nafikiri ni kuombe wewe utajua jinsi ya kuwaonyesha huo mti. Taonyesha shaka. Huo mti unaitwa madhimadhi. Ni jina mashuhuri sana, madhimadhi. Madhimadhi huu ni mti miongoni mwa miti ambayo inatoa faida nyingi sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunavyotambua, anasema kuhusiana na hii miti, mimea, mata'an lakum, ni kwa manufaa yenu nyinyi binadamu, lakini wal an'amikum, na wanyama wenu. Kwa hiyo hii miti huwa inatoa tija kiafya kama miti tiba, lakini pia mingine inatumika kama miti lishe, miti chakula. Majani yake tunatumia kama mboga, kama vile majani ya mboga, mchicha, bahal majara na mingine pia. Kwa hiyo huu madhimadhi ni moja kati ya ile ambayo imekuja kama miti tiba, na walillahi alhamdu, mti huwa madhimadhi una kazi nyingi sana, lakini sio tu kwa kuchafua tu watu, kwa sababu watu wanajua ukitumia madhimadhi ni kwa ajili ya waroga watu, kuathiri watu, kuwatengenezea infection fulani, wakanuka mbele za watu wengine. Sasa kumbe kuna matumizi kinyume chake. Hasa hayo matumizi kinyume chake ndio tunataka tuyazungumze kwa ufupi. Na walillahi alhamdu, mpaka kwenye tiba ya maradhi
na mvuto. Dawa hii pia inaingia vizuri sana. Ndio mvuto, kuna watu wengine katika ndoa zao wana misukosuko, wana magomvi, lakini sababu kubwa mvuto umepotea tu. Yule mwanaume amepoteza mvuto kwa mke wake. Kwa hiyo mwanamke anamwacha mume ndani, anaenda kuhangaika na wanaume wengine. Mwanamke amepoteza mvuto kwa mume wake, yule mume anamwacha yule mwanamke ndani, anaenda kutafuta wanawake wengine, na anatumia gharama kubwa kuwatunza, kuwahudumia, kuwafanyaje, lakini kumbe yuko mke wake ndani. Na huenda wakati mwingine yule mwanamke amezaa naye mtoto, anapata tabu, mke anahangaika huku na kule. Mashekhe mnapata tabu jinsi ya dua, visomo mbalimbali na tiba, lakini kumbe ipo miongoni mwa njia ya mti wa mavimavi wa kuweza kusolve hilo tatizo. Leo insha Allahu taala, hebu tuangalie walau kwa uchache mizizi. Tumia mizizi ya mavimavi kuchemsha kwa ajili ya mtoto mwenye degedege. Mfano, mtoto mwenye degedege, hii mizizi inasagwa, unga wake ule puliza kabla ya jua kuchomoza. Puliza ule unga kabla ya jua kuchomoza. Mvuto huu upuliza kilingeni, kwa maana kwenye zawiani, sehemu ambayo unafanya dua, watu wanakuja pale, kwa sababu pale kunakuwa na kubuli nyingi. Kwa mfano kwenye zawia yako shekhe, pale nimewahi kutembelea, ukiacha kwenye ofisi zako hizi, kuna zawia yako pale, nimewahi kutembelea pale. Qur'an nasoma subhi, Qur'an nasoma mchana, Qur'an nasoma jioni pale, adhkari pale, dhikri, nyiradi mbalimbali zinafanyika pale. Yani tukisema dhikri ni madina ya Mwenyezi Mungu yanatajwa pale, istighfari zinaletwa pale, mtume anaswaliwa pale muda wote. Kwa vile viwanja vinakuwa ni viwanja vya kheri. Ukikaa peke yako unafanya vile, lakini hata unapokuwa na watu pia unashirikiana watu, unawaongoza watu kwenye kumtaja Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yale yanakuwa ni maeneo yenye kheri. Sasa unapopuliza, maana yake unapata kheri ya eneo lile, ile baraka ya eneo lile, na yenyewe pia inafanya kazi kama ni sehemu ya dua ya kusababisha uunga uwe ni sababu nzuri kwa kulifanikisha jambo. La, kama mtu nyumbani kwake, maana yake atasoma na dua unazijua, nyiradi unazijua, kwa hiyo utamuelekeza zile dua, atasoma akiwa mlangoni kwake, kisha atapuliza kiasi kidogo, sio kwa nguvu sana, sio kwa upepo mkali, upepo wa wastani tu, kwa sababu ule ni unga. Ukipuliza sana utaruka. Kwa hiyo ni kupuliza alimradi yale maneno ya utaji wa Mungu yaingie mle. Sasa maana wakati unaendelea, je, unahisi kwamba mavimavi unaweza kutumika hata kwa mtu pengine ana ofisi yake, pengine amefungua ofisi, anataka kufanya ofisi yake kwa njia hii, kwa sababu ni sehemu anayekaa na watu wanakuja, anaweza kutumia pia? Bila shaka dukani na sehemu zingine, ofisi za serikali kama ni mfanyakazi, mtumishi, ofisi za taasisi, mashirika, makampuni na angels zingine nafanya. Ndio maana anaweza kusimama pale mlangoni kisha akalamba. Lakini pia majani ya mavimavi, oga kwa kujipoza na hasadi mbaya. Mwingine katumiwa hasadi. Hasadi ziko za namna mbili. Kuna hasadi ambayo hata kama ufanye mambo mazuri kwenye familia yako, unaonekana wewe huna maana yoyote. Alionekani. Wewe ni mfanyakazi kwa bosi wako, unaweza ukajitoa kwa moyo wote, lakini bosi hakuna mtu anamchukia kama wewe. Kwenye jamii kadhalika, unaweza kuwa unajitoa sana. Yuko mtu mmoja, sitomtaja jina, yeye alikuwa anasema na nyumba yake kajenga, alhamdulillah, kachimba kisima, kafunga bomba pale, maji wale majirani zake kawaambia wachote maji bure, hauzi. Lakini pale mtaani akawaenda anachukiwa sana na watu wote pamoja na kheri anazofanya. Huyu tatizo lake kubwa lilikuwa ni hasadi. Na walilahi alhamdu, hata nilipokuelekeza alikuja na ukamfanyia dua, na walilahi alhamdu, naona anakushukuru sana. Kwa hiyo hizi zinafanyika kwa ajili ya kuondoa hasadi
za baina ya mtu na mtu mwingine. Lakini kuna zile hasadi za kuhusudiwa, ikawa ukifanya biashara, unaweza kufungua biashara, labda una genge, una duka. Shekhe, gengeni pale nyanya zako ni mzuri, bamia ni safi za leo, watu hawanunui. Umefungua ofisi ya kuuza mahindi, unachemsha, unachoma mahindi, hawanunui. Wanakupita yani kama hawakuoni, huonekani. Allahu Akbar. Dukani watu hawanunui bidhaa. Mwezi wa Ramadhani watu wanavuna, walillahi alhamdu, lakini kwa kweli mpaka mwezi unamalizika, shekhe, baraka hizo kwako zimekupita mpaka unashangaa, mimi imekuwaje na tatizo gani? Mwenyezi Mungu, wengine mpaka wanakufuru kwa sababu labda Mwenyezi Mungu mimi hanioni, kumbe kuna hasadi iko pale. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbal anasema, al-ainu haqqun, kijicho kweli kipo. Na uchawi upo. Qur'ani inathibitisha, subhanallah, wattaba'u ma tatilu shayatinu ala mulki Sulaiman, lakini wama kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman hakukufuru, walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra. Mashaitani ndio waliokuwa wamekufuru kwa sababu walikuwa wanawafundisha watu uchawi, kuloga. Lakini wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Na walikuwa wanatoa indhari, tahadhari kwamba hawamfundishi yoyote uchawi mpaka wamwambie kwanza, sisi ni mtihani, usijifunze elimu ya uchawi, utakufuru. Kwa sababu ukishakuwa na elimu ya uchawi uweze kukaa nayo, utataka kumfanyia hasadi mtu. Ukishamfanyia hasadi yule mtu, umeshamharibia maisha yake, hakuna atakachokishika kikaenda. Tiba ni mmadhimadhi. Mashaallah. Kupatikana mmadhimadhi, walillahi alhamdu, pamoja na zile adhkari na nyiradi zile ambazo hizi unazijua sana na unaelekeza sana na unawasaidia sana watu, walillahi alhamdu, sahla inaweza kupatikana na mtu maisha yake yakaenda. Lakini la mwisho, majani ya mmadhimadhi upike, yani kama hivyo unachemsha nyungu, alafu na majani haya unaweza kuchanganya na majani ya mnana, majani ya kivumbasi, mvunja homa, ukachanganya pamoja ukachemsha. Kwa wale wenye kusumbuliwa sana na ndoto mbaya usiku, kwa hiyo hawa wanachemsha ndoto mbaya, hasa zile ndoto za kula vitu. Mtu anaota analishwa nyama, analishwa chakula na anaweza kuamka asubuhi tumbo anahisi limejaa kama amekula kweli, kama amekula kweli, hajaingiza chochote. Basi hawa wanasumbuliwa. Ili ni tatizo la majini, ili ni tatizo la majini, majini wabaya. Kwa hivyo yanachukuliwa majani ya mmadhimadhi na majani haya ya mnana, majani ya kivumbasi na majani ya vunjabeia. Iko miti ambayo ina majina hayo. Kwa hiyo mtazamaji ambaye ndio kwanza leo unasikia, kuna mti unaitwa mnana, kuna mti unaitwa kivumbasi maarufu, kuna mti unaitwa mvunja homa. Hii miti Sheikh Khalifa Ngaokola anaijua, na sio tu kuijua, anajua pia yapatikanwa wapi. Kwa hiyo na mimi nitumie fursa hii kukuomba, lakini pia na kukushauri usiache kuwasaidia watu. Usiache kuwasaidia watu, kwa sababu mtu mmoja uliyemsaidia akapata afya yeye, lakini afya yake ile ikawa ni sababu ya kupata riziki ya halali, akaisaidia, akaihudumia familia yake. Wallahi ujira wake kwako ni mkubwa sana. Ujira wake kwako ni mkubwa sana. Mwenyezi Mungu akulipe kheri insha Allah. Na mimi nikushukuru kwa siku ya leo kunikaribisha na kunipa nafasi hii. Yangu ni hayo. Mtume anasema khairul kalami ma qalla wa dal, ubora maneno yawe machache yenye kufahamika. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Mpenzi mtazamaji wangu wa vipindi vinavyoendelea, wallahi leo tumepata faida kutoka kwa al-akh Sheikh Suleiman Mkopoka. Tumepata faida kubwa kulikweli. Tumeweza kujua faida ya mti wa mmavimavi, japokuwa watu wengi walikuwa wanajua mmavimavi ni kama mti ambao unaweza kumtia mtu nuksi, unaweza kumtia mtu mabaraa, mitihani, akanuka, asikae pamoja na watu. Lakini leo tumepata faida ya ugeni huu, pamoja na vipindi vyetu mbalimbali tumekuja kugundua kwamba mmavimavi unaweza ukawa sehemu pia ya kutengeneza mvuto, sio tu kwa sababu unanuka, lakini pia unaweza kuwa sehemu kama ni pozo
ya kwenda kupoza matatizo na maradhi mbalimbali. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kile la kheri. Usiache kufuatilia vipindi vyangu kupitia akaunti yetu ya TikTok, lakini pia usiache kufuatilia katika YouTube yetu ya Khalifa Ngaukola, lakini usiache pia kusubscribe, lakini pia kufuatilia katika Facebook na Instagram kwa ujumla. Kwa mimi sina ziada, namshukuru sana Sheikh wangu kuweza kufika hapa. Mimi Khalifa Dr. Hussein Ngaukola, kama chache afahamukum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.